Chama anarudi Simba kwa nguvu ya Steven Becker au ni kwa nguvu ya viongozi wa Simba? Ndio. Chama anarudi Simba. Mwalimu anamhitaji kikosini, ameona kuna potential ambayo Chama atakwenda kuiongoza, au anarudi Simba kwa sababu ya ile kauli yao ya kwamba Simba ni Chama na Chama ni Simba. Si ndio? Ndio. Mimi naona Chama anarudi Simba kwa sababu Chama ni Simba na Simba ni Chama, sio kwa mahitaji ya mwalimu. Leo hii ukiniambia kwamba mwalimu amependekeza Chama asajiliwe ndani ya Simba Sports Club, labda kwa malengo ya muda wa miezi 6 atakwenda kuisaidia club, kwa sababu experience Chama kwenye michezo ya kimataifa nayo, ligi anaifahamu vyema kabisa. Kwa hiyo uwezo huu anao, anaweza akaongeza kitu ndani ya Simba. Lakini kama Simba, lakini tunamzungumza Chama ambaye amefeli, aliondoka Simba Sports Club akarejea Simba, akaja kuondoka kwa mazingira kana kwamba wameshindwa kumuongezea mkataba. Tukamuona ametimkia kikosi katika kikosi cha Dar es Salaam Africans. Tukaona baada ya Aziz Ki kuweza kuondoka ni kitu gani ambacho alikifanya, mwisho wa siku akatamkia Singida. Nguvu ya mwamba wa Lusaka kutokana na jiografia ya Simba Sports Club, formation ya kocha Steven Becker, namna ambavyo anausudu mfumo wake, mwamba wa Lusaka kuna nafasi yake ndani ya kikosi cha Simba unavyotazama kwa kina zaidi. Nafasi yake kwa sasa kwa wale wachezaji waliopo ndani ya Simba, Chama anacheza namba 10, typically ni namba 10. Na namba 10 wa Simba ni Neo Maema. Sirio? Mashabiki wa Simba sasa, leo una Neo Maema, ndio, una Chama Clatous, mwamba wa Lusaka. Direct shabiki wa Simba ambaye anampenda Chama, ambaye amewahi kumshuhudia Chama akifanya makubwa akiwa na Simba, ndio, hasa Chama yule dhidi ya Nkana, ndio, atakwambia Chama ni bora kuliko atakwambia Chama ni bora kuliko Neo Maema. Kihistoria. Lakini pia kwa ubunifu Chama ni bora kuliko Neo Maema. Swali la msingi ambalo lilipaswa kwa viongozi wa Simba ni kuangalia wanajenga timu ama wanahitaji kutimiza malengo yao ya muda mfupi, na ndio maana Simba wamemrudisha Chama kwenye kikosi chao. Mimi Simba na tafsiri ya kwamba wamemchukua ili watimize malengo yao ya muda mfupi, ndio, lakini sio kwa ajili ya kutengeneza kikosi ambacho kitakuwa ni bora leo, kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo unataka kumaanisha kana kwamba usajili wa Simba Sports Club kwa mwamba wa Lusaka kama utakuwa ni 100%, ni kana kwamba Simba wanaenda kukokota baiskeli ambayo imekwama mlimani ili waweze kufika kileleni. Baada ya hapo yule alio support kwenye kuikokota wanaenda kuachana naye, si ndio maana yake? Exactly. Yani hiyo haina ubishi. Kwa sababu gani? Chama na miaka mingapi? 34. Miaka 34. Ndio. Unatarajia anaweza akacheza katika performance ya juu zaidi mpaka miaka mingapi? Ni ngumu. Ina maana kwamba huu ni usajili wa kwenda kutimiza malengo ya muda mfupi. Ndio. Maana yake moja kwa moja tunazungumza kana kwamba George Masubo, kama Simba Sports Club ni kweli wanamhitaji mwamba wa Lusaka, wakubaliane na kitu kimoja. Akiingia ndani ya Simba Sports Club si mchezaji wa kucheza game zote mfululizo. Atakuwa ni mchezaji ambaye atahusika kwenye rotation ya kikosi, game hii kuwepo na game ijayo kukosekana kutokana na umri wake, lakini ushindani ambao Simba anakutana na timu ambazo tunafahamu uzani wake. Game iliyopo usoni Esperance de Tunis, game zote mbili za home and away, lakini baada ya hapo pia watakuja kurejelea na Stade de Malien, lakini baada ya hapo pia tutaona wataenda kumaliza na nani, wataenda kumaliza na yule nani wapo kwenye kundi lake moja, Petro de Rwanda. Ni kitu ambacho ni tathmini ambayo inaonekana kwa Simba Sports Club. Tumalize kwa jambo moja. Kama Simba Sports Club Chama mwamba Lusaka ataenda kuklik nafasi ambayo Jean Charles Ahoua anaenda kuondoka, ni kitu gani ambacho tukitazame kwa mwamba Lusaka, ni kitu gani ambacho anaenda kuiofa Simba Sports Club kama tu ataenda kufanikiwa kwenye mfumo wa Steven Becker? Kwanza Chama tunampa heshima yake. Ndio. Amecheza Bongo katika performance ya juu mno wakati akitumikia Simba, baadaye akaenda Morocco, akarudi tena Simba, akaenda Young Africans. Heshima yake tunaitunza. Ndio. Lakini kwa Simba hii ambayo kwa sasa inahitaji kufanya vizuri, ndio, kwa Simba hii kwa sasa ambayo inahitaji wachezaji ambao watadumu walau kwenye klabu misimu 2 ama misimu 3 ili kusudi iwe imetengeneza kikosi ambacho ni strong. Ndio. Kama kikosi cha Young Africans kilivyo, kuanza ujenzi upya kila msimu. Ndio. Sasa Chama ili aende akakliki anahitaji muda wa kutosha ndani ya timu. Sio kwa sababu kwamba ni muda wa kutosha wa kucheza au ni muda wa kutosha kwa ajili ya kuzoea mazingira, hapana. Kwenye swala hilo alishalizoea.
Swali la msingi ni kwamba Chama anaingia Simba. Simba kwa sasa wana uhitaji mkubwa wa kufanya vizuri katika game zote za ligi kuu ya NBC, lakini pia kwenye mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na mtihani mgumu uliopo mbele ya Simba ni kuvuka kizingiti dhidi ya Esperance de Tunis mechi zote mbili. Baada ya hapo wana kizingiti Petro de Rwanda nchini Angola, mechi ambayo pia itahitaji Simba wapate matokeo. Hizi ni mechi ambazo huhitaji mchezaji ambaye atakuwa ni mzigo uwanjani, huhitaji mchezaji ambaye atakuwa anaikaba timu. Tunafahamu Chama kiuchezaji ni mchezaji mzuri, ubunifu ni mchezaji mzuri, lakini Chama kwenye kukaba ni mzigo kiwanjani, ni tofauti, ni ngumu. Yes. Kwa hiyo ukiwa na wachezaji kama hawa kwenye game kama hizi, wakati huu tunazungumzia game ya Esperance, sio kwamba wao wana ahueni kwenye kundi, hapana. Na wao pia wanahitaji kama ya Simba Sports Club. Kwa hiyo ni ndio maana yani game hii ndio maana inakuja kutengeneza ugumu kwa timu zote mbili. Kwa hiyo unahitaji wachezaji ambao watakubali kukimbia kiwanjani, space kubwa, kutengeneza nafasi za kutosha, kuhakikisha kwamba wakati wote wanaisupport timu kwenye kushambulia, kwenye kukaba. Lakini Chama tunajua ni kiungo ambaye ni mzuri tu kwenye kushambulia na kuanzisha mashambulizi, kwa sababu uwezekano wake Chama kukimbia kiwanjani ni mdogo mno. Ndio maana tunasema Simba walikuwa wanamhitaji mchezaji zaidi ya Chama Clatous. Pamoja Chama ni mchezaji mzuri, hamna kipingamizi, lakini kwa mahitaji ya klabu, kwa mahitaji ya dira na timu ambapo inaelekea, ilikuwa inahitaji mchezaji ambaye ni damu changa, mchezaji ambaye ana uwezo wa kukuofa vitu vingi zaidi kiwanjani, kwenye kuzuia, kwenye kukaba, lakini kwenye kutengeneza nafasi pia. Lakini kwa Chama utamkuta ni mzuri kwenye kutengeneza nafasi na ni mzuri kwenye kucheza kitimu, lakini hautamkuta kwenye kuzuia, hautamkuta akishuka chini zaidi kutaka kulinki kuchukua mipira kutoka chini kupeleka juu timu, kitu ambacho ni nada kwa Chama Clatous. Ni mchezaji ambaye anasubiria mipira eneo la juu, akupige chenga, atengeneze nafasi, na hawezi kukokota mpira katika eneo refu kwa mfano, kwa sababu yeye speed hiyo hana. Kwa ni mchezaji ambaye mara nyingi huwa anapenda zile game ambazo zimepooza, game ambazo anacheza mpira kwa kuenjoy. Kwa Simba ya sasa, Chama Clatous kama mwalimu atakuwa ametarget zaidi kwa wachezaji ambao wanahitaji speed ndani ya Simba. Mimi binafsi sioni nafasi na sioni akienda kuiofa Simba kile ambacho wanakihitaji kwa sasa. Hiko ndio kitu ambacho tumeenda kukitazama kwa siku hii hapa ya leo, kwenda kumwangazia mwamba wa Lusaka, namna ambavyo anaweza kwenda kuisaidia Simba na kuitoa kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Ni kutokana na nini? Kutokana na performance ya Simba Sports Club na yale ambayo yanaendelea kwa hivi sasa. Changamoto imekuwa ni nini ndani ya Simba Sports Club? Kocha anatengeneza kitu gani? Yote utakuja kuyapata na utapata uchambuzi wa kina zaidi kabla ya mchezo wa Esperance de Tunis ambao unatarajiwa kupigwa weekend ya moto kweli kweli. Ni kwa nini mwamba wa Lusaka anahusishwa ndani ya Simba Sports Club? Lakini pia tunaenda kumtazamia mchezaji ambaye kasajiliwa hivi sasa. Unamzungumzia Traore, beki huyu wa bori kabisa, namna ambavyo anacheza, beki mwenye nguvu, uwezo mkubwa, madhaifu waga yakosi ubora, na ubora waga ukosi madhaifu. Ni kutokana na nini? Aliyetuumba ndiye ambaye aligawanyisha hivi vyote, uwezo kawa kamili kwenye engo zote. Lakini Anthony Mligo zidi ya Nixon Kibabage, kitu gani ambacho anafanya? Basi fanya kitu kimoja, bonyeza alama ya kengele, alafu shusha komenti, kila kitu utakipata hapa, kwa sababu mambo mazuri hayahitaji haraka. Utaratibu wako pole yako ndio inakufanya upate madini ambayo yana uhakika kweli kweli kupitia